Maajabu ya picha hizi za utotoni za Paula Kajala zinatufundisha kitu kimoja kikubwa sana kwenye maisha, kwamba wakati una nguvu ya kubadilisha kila kitu. Mfahamu Paula usiyemjua, kabla ya umaarufu, kabla ya utajiri na kabla ya majina makubwa ya kimapenzi yaliyowahi kumzunguka. Leo Bongo Vibe tunakuletea nyuma ya pazia. Tunaangazia picha adimu na za kipekee za malezi yake, maisha yake ya utotoni akiwa mikononi mwa wazazi wake maarufu, safari yake ya kimapenzi iliyoteka nchi hadi kufikia hatua kubwa zaidi ya maisha yake sasa hivi, yaani kuwa mama wa mtoto mmoja akiwa bado binti mdogo sana. Sasa twenzetu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapate kufahamu picha zote za Paula Kajala za maisha yake ya utotoni, enzi hizo akiwa bado mdogo mpaka amefikia hatua ya kuwa mkubwa. Bila shaka zitakushangaza sana. Alafu mwisho utapata yale ambayo ulikuwa huyafahamu kabisa kuhusiana na Paula Kajala. Mimi naitwa Gabi Official, lakini kama ni moja ya shabiki mzuri sana wa Paula na unamkubali kwa kiasi kikubwa sana, basi naomba nikwambie bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo yanakuja. Lakini pia kama una shauku ya kutaka kuona picha za mastaa wengine za utotoni, basi hakikisha umesubscribe, kwa sababu yajayo yatakushangaza zaidi. Safari ya Paula Kajala haikuanza kwa bahati mbaya tu kwenye mtandao wa Instagram. Alizaliwa tarehe 15 Julai mwaka 2002 katika jiji lenye joto zaidi na harakati nyingi la Dar es Salaam. Lakini tofauti na watoto wengine, Paula alizaliwa katikati ya nyota mbili kubwa zilizokuwa zikiangaza tasnia ya burudani nchini Tanzania. Upande mmoja, mama yake mzazi ni Frida Kajala Masanja, mmoja wa waigizaji wa kike wenye ushawishi mkubwa na sura ya kuvutia katika soko la Bongo Movie. Upande wa pili ni baba yake mzazi, gwiji na nguli la utayarishaji wa muziki wa Bongo Flava, anayefahamika kwa jina la P-Funk Majani, mtu aliyetengeneza misingi ya muziki tunaosikiliza leo hii kupitia Bongo Records. Kukua kwenye familia ya namna hii kulimfanya Paula kuanza kuonja ladha ya kamera na macho ya umma tangu akiwa mdogo sana. Katika picha zake za utotoni unaweza kuona wazi mtoto alikuwa akilelewa na upendo mkubwa sana, lakini pia ni mtoto ambaye hatima yake ilikuwa ni kuja kuwa star mkubwa sana. Hata hivyo hakuna aliyekuwa anajua ni kiasi gani ambavyo jina lake lingekuja kuwa kubwa kuliko hata wazazi wake kwa kizazi kama hiki. Sasa baada ya kumaliza maisha yake ya shule na kuanza kuingia kwenye ujana, Paula kama kawaida hakutaka kubaki nyuma kabisa kama mtoto wa star. Aliamua kutengeneza njia yake mwenyewe. Alianza kujifunza kwa karibu sana kutoka kwa mama yake kuhusu jinsi ya kusimama mbele ya kamera. Paula pia aligundua kuwa mitandao ya kijamii ina nguvu kubwa sana, kwa hiyo mapema alianza kutengeneza njia yake kupitia mitandao ya kijamii. Alianza kuweka picha zake zilizokuwa zinaonyesha mtindo wake wa mavazi, urembo na maisha yake ya kila siku. Ndani ya muda mfupi tu, mitandao ya Instagram pamoja na TikTok kulilipuka kinoma. Mamilioni ya vijana nchini Tanzania pamoja na Afrika Mashariki walianza kuvutiwa na muonekano wake kinoma, tabasamu lake na jinsi alivyokuwa anajua kupangilia mavazi. Kutoka kwa binti yule wa kwenye picha za utotoni za album za familia, akawa moja ya digital influencers na wanamitindo wa kike wanaolipwa pesa nyingi zaidi kwa kutangaza bidhaa za urembo pamoja na mavazi. Baada ya pale, kila picha aliyokuwa akiweka ilikuwa ni habari, na kila vazi alilokuwa akivaa liligeuka kuwa mtindo mpya mjini. Lakini kama unavyojua, kadri mwanga unavyokuwa mkubwa zaidi, ndivyo na wadudu wanavyozidi kusogea. Maisha yake binafsi yakawa uwanja wa kila mtu. Kipindi cha mpito cha Paula Kajala kiligubikwa na mahusiano yaliyotikisa anga la burudani kwa viwango visivyoelezeka. Jina lake lilishikana kwa dhati kabisa na star wa muziki, bosi wa Next Level Music, Rayvanny. Hicho kilikuwa ni kipindi cha drama, mapenzi mazito ya hadharani na nyimbo zilizotungwa maalum kwa ajili yake. Mahusiano hayo yalimkuza Paula kutoka kwenye uinfluencer wa kawaida na kumfanya kuwa star wa kiwango cha juu, yani A-list celebrity. Lakini kama tunavyojua kwamba siku zote kila jambo huaga lina majira yake, baada ya dhoruba na milima na mabonde ya uhusiano ule, njia zao zilitengana. Na hapo ndipo sura mpya, tulivu na yenye ukomavu mkubwa sana ilianza kuandikwa. Akaingia Omari Mwanga, ambaye sisi tunamfahamu kama Mario. Huu haukuwa tu uhusiano wa kimapenzi wa watoto wa mjini. Ilikuwa ni mahusiano yaliyokuja na baraka kubwa na mabadiliko ya kudumu katika maisha ya Paula Kajala. Uhusiano huu ulimtoa kutoka maisha ya utoto na kumuingiza kwenye maisha ya utu uzima, yani kujitambua na kwamba kujua ni kitu gani ambacho anatakiwa kukifanya. Mwaka 2024 utabaki kuwa mwaka wa kihistoria na wa maajabu makubwa zaidi kwa Paula Kajala. Katika umri wake mdogo kabisa, Paula anamkaribisha duniani binti yake wa kwanza, Princess Amara, aliyemzaa na mpenzi wake Mario. Tukio hili liliashiria mwanzo mpya kuingia kwenye ulimwengu wa umama. Ukitazama picha zake za utotoni na kisha ukatazama yeye akiwa amemshikilia mtoto wake leo hii mkononi, utakuja kuona kwamba ni uthibitisho tosha wa jinsi Paula alivyokuwa kwa haraka mbele ya macho yetu. Leo hii Paula anafanya kazi kubwa sana ya kusawazisha mambo haya mawili ambayo ni mazito sana kwa upande wake.
Kwanza kabisa, kuwa mama bora anayesimamia malezi na makuzi ya mtoto wake kwa uwazi na upendo mkubwa. Na pili, kuendeleza himaya yake ya kidigitali kama mfanyabiashara na mshawishi wa mitindo. Ukipita kwenye kurasa zake sasa hivi, haoni aibu kuzungumzia changamoto za kulea, umuhimu wa familia na mipango yake ya baadaye. Huyu sio yule binti wa drama tena. Ni mwanamke anayetengeneza himaya ya maisha yake na ya mtoto wake kwa baadaye. Sasa ni picha gani kati ya hizi za utotoni zimekushangaza zaidi kutoka kwa Paula, na unaonaje maisha sasa hivi katika majukumu ya umama na mahusiano yake na Mario? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo nini maoni yako, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapa, like video, share video, na ukipenda pia tuambie ni msanii gani ambaye wewe ungetamani kwamba aweze kufuata, aweze kufahamu maisha yake na picha zake za utotoni. Tuambie kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Gabby Official. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Maajabu ya picha hizi